Alivaa gauni kubwa la mama yake kwenye harusi ya rafiki yake, na kila aliyemwona aligeuka mara mbili kumtazama. Gauni hilo halikuwa jipya, lakini lilikuwa na heshima fulani, kama lilikuwa na hadithi ndani yake. Amina alijishika kwa ujasiri, akijaribu kuficha ukweli kwamba moyo wake ulikuwa unadunda kwa nguvu. Unaonekana kama binti wa kifalme leo, rafiki yake Zawadi alimnongoneza kwa tabasamu. Amina alitabasamu kwa aibu. Ni gauni tu la zamani, lakini ukweli haukuwa rahisi hivyo. Gauni hilo lilikuwa kumbukumbu ya mama yake aliyepotea miaka mingi iliyopita. Hakuwahi kujua kwa nini mama yake aliondoka, wala hakuacha maelezo. Kilichobaki ni gauni hilo na ukimya. Wakati harusi ikiendelea, Amina alihisi macho ya mtu yakimfuata. Aligeuka kidogo na kuona mwanaume aliyesimama mbali, akimtazama kwa makini sana. Uso wake ulionyesha mshangao, kama mtu aliyekuwa ameona kitu ambacho hakutarajia. Ndani ya sekunde chache, mwanaume huyo alianza kutembea kuelekea kwake. Na hapo ndipo mambo yalipoanza kubadilika. Mwanaume huyo alipomkaribia, Amina alihisi baridi kidogo ikipita mgongoni mwake. Hakumjua, lakini macho yake yalikuwa na uzito fulani, kama yalikuwa na maswali mengi kuliko majibu. "Samahani," mwanaume huyo alianza kwa sauti ya taratibu. "Gauni hilo, ulilipata wapi?" Amina alishangaa. "Ni la mama yangu," alijibu kwa tahadhari. "Kwa nini unauliza?" Mwanaume huyo alikaa kimya kwa muda mfupi, akimeza mate kama mtu anayekusanya ujasiri. "Jina la mama yako ni nani?" Amina alisita. Hakuwa mtu wa kuzungumza kuhusu familia yake kirahisi. "Aliitwa Halima," alisema hatimaye. Uso wa mwanaume huyo ulibadilika. Macho yake yalijaa hisia ambazo Amina hakuweza kuelewa mara moja. "Halima?" alirudia polepole. "Haiwezekani." Amina alikaza macho. "Unamjua?" Mwanaume huyo alitazama chini kwa sekunde chache, kisha akamwangalia tena. "Kuna jambo ambalo unapaswa kujua," alisema kwa sauti nzito. Lakini kabla hajaendelea, muziki ulipanda ghafla. Watu wakaanza kushangilia, na sauti zao zikazima kila kitu. Na siri ilibaki hewani, ikingoja kufunguliwa. Amina hakuweza kuondoa mawazo yake kwa mwanaume yule. Hata alipokuwa akicheza na wengine, macho yake alikuwa akimtafuta, lakini alikuwa ametoweka, kana kwamba hakuwepo kabisa. "Unamtafuta nani?" Zawadi aliuliza. "Hakuma," Amina alijibu, lakini sauti yake haikuwa na uhakika. Moyo wake ulianza kumpa ishara kwamba kulikuwa na kitu kikubwa kinakaribia kufunguka katika maisha yake, na hakujua kama alikuwa tayari. Baada ya muda, alipata nafasi ya kutoka nje kupumua hewa safi. Usiku ulikuwa mtulivu, na taa za harusi zilitoa mwanga wa kupendeza. "Nilijua ningekupata hapa." Amina aligeuka haraka. Alikuwa yule yule. "Uliniogopesha," alisema kwa sauti ya chini. Mwanaume huyo alisogea karibu kidogo. "Samahani, lakini siwezi kuondoka bila kukuambia ukweli." Amina alikunja mikono yake. "Ukweli gani?" Mwanaume huyo alivuta pumzi ndefu. "Mama yako, Halima, alikuwa rafiki yangu wa karibu sana." Amina alihisi moyo wake ukiruka. "Rafiki tu?" Mwanaume huyo hakujibu moja kwa moja. Na hapo ndipo Amina alijua kuna kitu kikubwa zaidi ya hicho kinachokuja. "Si rafiki tu," mwanaume huyo alisema hatimaye, akitazama mbali kama mtu anayekumbuka jambo la zamani lenye maumivu. Amina alisogea karibu kidogo. "Basi alikuwa nani kwako?" Mwanaume huyo alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Alikuwa kila kitu kwangu." Maneno hayo yalimgonga Amina moja kwa moja moyoni. "Kila kitu?" alirudia kwa mashangao. "Ndiyo," mwanaume huyo alisema, "na siku moja alitoweka bila kusema neno." Amina alishika pumzi. Hiyo ndiyo hadithi aliyojua pia. "Na wewe?" aliuliza. "Ulimtafuta?" Mwanaume huyo alitabasamu kwa uchungu. "Kwa miaka mingi, lakini sikuwahi kumpata." Amina alihisi machozi yakianza kujikusanya. "Nami pia sijui yalipo hadi leo." Kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Kisha mwanaume huyo akasema, "Lakini kukuona wewe leo ukiwa umevaa gauni lake ni kama kuona kipande cha maisha yangu kikirudi." Amina hakujua aseme nini, lakini ndani yake swali moja lilianza kukua. Je, mama yake alikuwa akificha nini?
Jina lako ni nani? Amina aliuliza kwa utulivu, lakini ndani yake kulikuwa na msukosuko. Mimi ni Suleiman, alijibu. Amina alihisi jina hilo likikaa moyoni mwake kwa uzito usioelezeka. Suleiman, alirudia polepole. Kwa nini nahisi kama nimewahi kulisikia jina hilo? Suleiman alimtazama kwa makini. Inawezekana mama yako aliwahi kulitamka. Amina alikumbuka vitu vidogo vidogo, maneno ya mama yake alipokuwa mdogo, hadithi ambazo hazikukamilika na machozi aliyoyaficha. Kuna kitu unajua ambacho mimi sijui? Amina alisema. Suleiman alinyamaza, kisha akasema ndiyo, lakini si rahisi kukisema hapa. Basi sema, Amina alisisitiza. Nimeishi maisha yangu yote bila majibu. Suleiman alimtazama kwa macho yenye huruma. Ukweli unaweza kubadilisha kila kitu unachojua. Amina alijibu bila kusita, basi ni bora nijue. Suleiman alivuta pumzi ndefu, na hapo ndipo alipoanza kusema maneno ambayo yangebadilisha maisha ya Amina milele. Suleiman alimtazama Amina KWA, macho yaliyokuwa yamejaa uzito wa miaka mingi. Kabla sijasema chochote, alianza polepole. Nataka ujue kwamba mama yako hakukuacha kwa sababu hakukupenda. Amina alikaza macho. Basi kwa nini aliondoka? Suleiman alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema, kulikuwa na shinikizo kubwa, mambo ya familia, pesa na siri ambazo zilikuwa zinatishia maisha yake. Amina alitikisa kichwa. Sielewi bado. Halima alikuwa anafanya kazi katika kampuni kubwa sana ya kifedha. Suleiman aliendelea. Na siku moja aligundua kitu ambacho hakupaswa kugundua. Amina alikunja uso. Kitu gani? Fedha zilikuwa zinaibwa, kiasi kikubwa sana. Na waliokuwa nyuma ya hilo walikuwa watu wenye nguvu sana. Moyo wa Amina ulianza kupiga kwa nguvu. Unamaanisha mama yangu alikuwa hatarini? Ndiyo, Suleiman alisema kwa sauti ya chini. Na si yeye tu, hata wewe. Amina alihisi dunia yake ikianza kuyumba. Na ndio maana aliondoka bila kusema neno. Lakini kama aliondoka kunilinda, Amina alisema kwa sauti iliyovunjika. Kwa nini hakuwahi kurudi? Suleiman alifumba macho kidogo, kama mtu anayekumbuka jambo gumu. Kwa sababu mambo yaliharibika zaidi, alisema. Halima alijaribu kufichua ukweli, lakini kabla hajafanya hivyo, alipotea. Amina alishika kifua chake. Unamaanisha? Sijui kama yuko hai au la, Suleiman alisema kwa uaminifu. Maneno hayo yalimchoma Amina kama sindano moyoni, lakini kabla hajaanza kulia, kitu kilimzuia. Lakini kuna jambo moja, Suleiman aliongeza. Hakukuacha bila chochote. Amina alimtazama haraka. Unamaanisha nini? Suleiman aliingiza mkono mfukoni na kutoa bahasha ndogo iliyochakaa kidogo. Aliniachia hii miaka mingi iliyopita. Aliniambia, kama nitawahi kukuona, nikukabidhi. Mikono ya Amina ilianza kutetemeka alipokuwa akichukua bahasha hiyo. Juu yake kulikuwa na maandishi ya mkono. Kwa mwanangu, wakati utakapofika. Amina alifungua bahasha kwa tahadhari kama mtu anayeshika kitu cha thamani kubwa sana. Ndani yake kulikuwa na karatasi moja tu na ufunguo mdogo. Alianza kusoma kwa sauti ya chini. Amina wangu, kama unasoma hii, basi ujue nilikupenda kuliko chochote. Nililazimika kuondoka ili kukuokoa, lakini sikuacha kila kitu bila mpango. Amina alimeza mate, macho yake yakianza kujaa machozi. Ufunguo huu utafungua sanduku nililoficha. Ndani yake kuna ukweli wote na pia kitu kitakachobadilisha maisha yako. Lakini kuwa mwangalifu. Watu waliokuwa wakinifuatilia bado wapo. Amina alisimama ghafla. Sanduku gani? Aliuliza. Suleiman alitikisa kichwa. Hilo sikujua. Lakini najua Halima hakufanya kitu bila sababu. Amina alishika ule ufunguo kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alikuwa karibu na majibu. Lakini pia alikuwa karibu na hatari. Usiku huo, Amina hakurudi kwenye sherehe. Mawazo yake yote yalikuwa kwenye barua ile na ufunguo. Unadhani sanduku hilo liko wapi? Aliuliza.
Suleiman alifikiria kidogo. Kuna nyumba moja Halima aliwahi kuishi huko zamani. Hakuwahi kuuza. Basi twende, Amina alisema bila kusita. Suleiman alimtazama kwa mashangao. Sasa hivi? Amina alikaza macho. Nimesubiri maisha yangu yote. Siwezi kusubiri tena. Dakika chache baadaye walikuwa njiani. Barabara zilikuwa tulivu, lakini ndani ya gari kulikuwa na mvutano mzito. Amina alihisi kama maisha yake yote yalikuwa yanabadilika mbele ya macho yake. Walipofika kwenye ile nyumba, ilikuwa kimya na imechakaa kidogo. Suleiman alisimama nje akimtazama. Uko tayari? Aliuliza. Amina alishika ule ufunguo. Ndiyo, lakini hakujua kwamba mtu mmoja mwingine tayari alikuwa anawaangalia gizani. Mlango ulifunguliwa kwa sauti ndogo ya kukwaruza. Ndani kulikuwa na vumbi na ukimya wa miaka mingi. Amina aliingia polepole, akitazama kila kona kama mtu anayetarajia kitu kujitokeza ghafla. Sanduku linaweza kuwa wapi? Aliuliza. Suleiman alianza kuangalia kuta, makabati na chini ya meza zilizokuwa zimeachwa. Dakika zilipita. Hakuna kitu. Lakini ghafla, subiri, Amina alisema. Aliona kitu chini ya kitanda cha zamani. Alipiga magoti na kuvuta sanduku la mbao lililofunikwa na vumbi. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu sana. Hiki ndicho, alisema kwa sauti ya chini. Aliweka ufunguo kwenye kufuli. Kabla hajafungua, mlango wa nyumba ulifunguliwa kwa nguvu nyuma yao. Wote waligeuka kwa mshtuko. Mwanaume mmoja alisimama mlangoni, uso wake umejaa ukali. Nilijua mtakuja, alisema kwa sauti baridi. Na hapo ndipo Amina alitambua. Hii haikuwa tena safari ya kutafuta ukweli tu. Ilikuwa vita. Mwanaume aliyesimama mlangoni alisogea mbele polepole, macho yake yakimwangalia Amina moja kwa moja. Hicho sanduku si chako, alisema kwa sauti tulivu lakini yenye amri ndani yake. Amina alisimama imara, bado ameshika ufunguo. Nicho mama yangu. Mwanaume huyo alitabasamu kidogo, lakini tabasamu lake halikuwa na joto. Ndiyo, na ndiyo maana nimekifuata kwa miaka yote hii. Suleiman alisimama mbele kidogo kumlinda Amina. Huna haki hapa. Ninyi wawili hamjui mnachocheza nacho, mwanaume huyo alisema. Hicho kilicho ndani kinaweza kuvunja watu wenye nguvu sana. Amina alikaza macho. Au kuwafichua. Kimya kifupi kilitanda. Kisha mwanaume huyo akasema, ninakupa nafasi moja. Nipe sanduku, muondoke salama. Amina alishika sanduku kwa nguvu zaidi. Hapana. Ndani ya sekunde moja, hali ilibadilika. Mvutano ukawa mkali kama radi kabla ya mvua. Na hakuna aliyekuwa tayari kurudi nyuma. Suleiman alishika mkono wa Amina polepole. Usifungue bado, alimnong'oneza. Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Amina alizungusha ufunguo. Click, sanduku likafunguka. Ndani kulikuwa na faili kadhaa, flash disk na picha moja ya zamani ya mwanamke aliyekuwa ameshika mtoto mchanga. Amina alijua mara moja, huyo alikuwa mama yake na mtoto alikuwa yeye. Lakini kabla hajachukua kitu, mwanaume yule alisogea kwa kasi. Tuka kila kitu, Suleiman alipaza sauti. Amina alichukua flash disk na picha haraka, huku Suleiman akimzuia yule mwanaume kwa muda mfupi. Toka! Suleiman alipiga kelele. Amina hakufikiria mara mbili, alikimbia nje. Lakini aliposimama karibu na gari, aligeuka. Suleiman alikuwa bado ndani, na kelele za mapambano zilianza kusikika. Moyo wa Amina ulianza kupiga kwa nguvu kama ngoma. Alisimama nje ya nyumba, mikono yake ikitetemeka huku akishika flash disk. Siwezi kumwacha, alijisemea. Lakini kabla hajarudi ndani, Suleiman alitoka hafla, akivuta pumzi kwa nguvu. Twende, alisema. Wote wawili wakaingia kwenye gari haraka. Gari liliondoka kwa kasi, likiacha nyumba ile nyuma gizani. Kwa dakika chache hakuna aliyesema neno. Kisha Amina aligeuka. Uko sawa? Suleiman alitikisa kichwa. Ndiyo, lakini sasa wanajua uko hai na unajua ukweli. Amina alitazama flash disk mkononi mwake. Ndani ya hii kuna kila kitu. Ndiyo, Suleiman alisema. Ukweli wote ambao mama yako alijaribu kufichua.
Amina alimeza mate. Safari yake haikuwa tena ya kutafuta tu, sasa ilikuwa ya kupambana. Walifika mahali salama usiku huo, nyumba ndogo ya Suleiman aliyokuwa anaitumia kwa siri. Amina alikaa mbele ya kompyuta akishika flash disk. Hii inaweza kubadilisha maisha yangu yote, alisema kwa sauti ya chini. Suleiman alimtazama, na ya watu wengi zaidi. Amina aliingiza flash disk. Faili zilifunguka, majina, akaunti, kiasi cha pesa kilichoibiwa na picha za watu mashuhuri. Amina alishika mdomo wake. Hawa ni watu wakubwa. Ndiyo, Suleiman alisema, na hawatokubali hii itoke kirahisi. Amina alikumbuka barua ya mama yake. Kuwa mwangalifu. Lakini ndani yake kulikuwa na kitu kipya, nguvu. Hii lazima ifike kwa umma, alisema kwa uthabiti. Suleiman alimtazama kwa makini. Ukifanya hivyo, hakuna kurudi nyuma. Amina alijibu bila kusita. Mama yangu alisimama kwa ukweli, na sasa ni zamu yangu. Asubuhi ilipofika, dunia ilionekana ya kawaida, lakini kwa Amina kila kitu kilikuwa kimebadilika. Alikaa kimya akifikiria hatua inayofuata. Kisha simu yake ikaita. Namba isiyojulikana. Aliitazama kwa sekunde chache kabla ya kupokea. Hello? Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha sauti ya mwanamke ilisikika. Amina, ni mimi. Moyo wa Amina ulisimama kwa sekunde. Sauti hiyo alikuwa ameisikia zamani sana. Ni nani? Aliuliza kwa sauti ya chini. Sauti ilijibu polepole. Mama yako. Dunia ilisimama. Amina alishika simu kwa nguvu, macho yake yakijaa machozi. Unaishi? Alitetemeka kusema. Sauti ilisema, ndiyo, na uko hatarini zaidi kuliko unavyofikiria. Amina alifumba macho. Baada ya miaka yote, ukweli ulikuwa unaanza kujifungua. Lakini pia, hatari ilikuwa inakaribia kuliko wakati wowote. Amina alishika simu KWA, mikono inayotetemeka. Mama, uko wapi? Sauti yake ilikuwa nyembamba, imejaa hofu na matumaini. KWA kwa pamoja. Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha Halima akasema, KWA, tahadhari. Siwezi kukuambia mahali nilipo sasa, lakini nisikilize KWA makini, muda wetu si mwingi. Amina alitazama Suleiman ambaye alikuwa akimsikiliza KWA makini. Watu waliokuwa wakinifuatilia hawakuacha kunitafuta, Halima aliendelea. Na sasa wanajua umefikia kile nilichoficha. Amina alimeza mate. Nina flash disk. Ninaona kila kitu. Usiamini mtu yoyote kirahisi, Halima alisema KWA uzito. Hata wale unaofikiria wako upande wako. Maneno hayo yalininginia hewani. Amina alimtazama Suleiman kwa sekunde moja, si kwa mashaka kamili, lakini kwa swali jipya moyoni. Tutakutana lini? Amina aliuliza haraka. Halima alinyamaza kidogo, kisha akasema, nitakutumia ujumbe. Lakini ukiona chochote kisicho cha kawaida, kimbia. Simu ikakatika, na Amina alibaki na ukweli mmoja tu. Mama yake alikuwa hai, lakini alikuwa akiishi maisha ya kukimbia. Baada ya simu kukatika, kimya kizito kilitanda ndani ya chumba. Suleiman alivunja ukimya. Umesikia alichosema? Amina aliketi chini polepole. Ndiyo, lakini pia alisema nisiamini mtu yoyote kirahisi. Suleiman alimtazama moja kwa moja. Unanihofia? Amina hakujibu mara moja. Alifikiria kila kitu. Namna alivyomsaidia, namna alivyomuongoza, na sasa onyo la mama yake. Siogopi, lakini sasa ninahitaji kuwa makini, alisema kwa utulivu. Suleiman alikubali kwa kichwa. Hilo ni sahihi, lakini ndani yake alihisi maumivu kidogo, kama mtu aliyekuwa akijaribu kufanya mema, lakini bado anaonekana kuwa na kivuli. Amina alisimama. Tunahitaji kupanga hatua inayofuata. Ndiyo, Suleiman alisema, na hatuna muda mwingi. Amina alishika flash disk tena. Hii ndiyo silaha yetu, lakini pia ndiyo hatari yetu. Na kwa mara ya kwanza, alianza kuelewa uzito wa kile alichorithi. Jioni ile ile, ujumbe uliingia kwenye simu ya Amina. Mahali pa kukutana.
Hakukuwa na maelezo mengi, ni jina la sehemu tu na muda. Amina alimtazama Suleiman. Ni yeye. Suleiman alisoma ujumbe huo, uso wake ukawa mzito. Sehemu hii si salama sana. Amina alikaza macho. Lakini ni mama yangu. Suleiman alifikiria kwa sekunde chache, kisha akasema, tutakwenda, lakini lazima tuwe makini sana. Usiku ulipoingia, walielekea kwenye eneo hilo. Barabara zilikuwa na watu wachache, taa zikimulika kwa mbali. Amina alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu zaidi kadri walivyokaribia. Gari liliposimama, alitazama nje. Kulikuwa na ukimya. Kisha mlango wa jengo moja ulifunguliwa polepole na mwanamke mmoja akatoka. Alivaa mavazi ya kawaida, lakini macho yake Amina aliyatambua mara moja. Mama! Amina alitoka kwenye gari bila kusita. Walikutana katikati, macho yao yakiwa yamejaa hisia zisizoelezeka. Halima alimsogelea polepole, kama mtu asiyeamini anachokiona. Amina wangu, alisema kwa sauti iliyovunjika. Ndani ya sekunde moja, walikumbatiana kwa nguvu. Machozi yakaanza kutoka bila kuzuilika. Nilifikiri nimekupoteza, Amina alisema huku akilia. Halima alimshika uso wake kwa mikono miwili. Sijawahi kukuacha moyoni mwangu. Kwa mbali Suleiman aliwaangalia kimya, lakini macho ya Halima yalipomuona, uso wake ulibadilika. Suleiman, alisema kwa mshangao. Suleiman alisogea kidogo. Miaka mingi Halima. Kulikuwa na historia kati yao, nzito, isiyosemwa yote. Lakini kabla hawajaendelea, Halima alisema kwa haraka, hatuna muda. Watu wanaweza kuwa wanatufuata. Amina alikaza macho. Lakini ni mama yangu. Suleiman alifikiria kwa sekunde chache, kisha akasema, tutakwenda, lakini lazima tuwe makini sana. Tuna flash disk. Halima alitikisa kichwa. Basi lazima tuondoke sasa hivi. Lakini tayari mchezo ulikuwa umeanza. Kabla hawajaingia tena kwenye gari, sauti ya breki ilisikika kwa ghafla. Gari lingine lilisimama mbele yao. Milango ikafunguliwa, watu wawili wakashuka. Amina alihisi tumbo lake likikaza. Halima alishika mkono wake kwa nguvu. Nilikwambia. Suleiman alisimama mbele yao, macho yake yakichunguza hali. Mmoja wa wale wanaume alitabasamu kidogo. Safari yenu inaishia hapa. Amina alishika mkono wa mama yake. Hatutoi chochote, alisema kwa uthabiti. Mwanaume huyu alicheka kidogo. Sio ombi. Hali ikawa nzito. Lakini Halima alisogea mbele ghafla. Amina, kimbia, alipaza sauti. Kila kitu kilitokea kwa haraka, kelele, msukumo, hatua za kukimbia. Amina aligeuka nyuma kwa sekunda moja na akaona mama yake akisimama mbele ya hatari. Na hapo ndipo alijua, mapambano haya hayakuwa ya ukweli tu, yalikuwa ya familia. Amina, kimbia! Sauti ya Halima ilisikika tena kali zaidi sasa. Lakini safari hii Amina hakukimbia, alisimama. Miguu yake ilikataa kusogea. Macho yake yalikuwa kwa mama yake, mwanamke ambaye amemtafuta kwa miaka mingi na sasa tena alikuwa akijaribu kumpoteza. Hapana, Amina alipaza sauti. Suleiman aligeuka haraka. Amina, hii haisi wakati wa kubishana. Lakini tayari wale wanaume walikuwa wakisogea karibu zaidi. Halima aligeuka kumtazama Amina, macho yake yakiwa na machozi. Tafadhali usinifanye nikupoteze tena. Maneno hayo yalimvunja Amina ndani kwa ndani, lakini ghafla kitu kilibadilika ndani yake. Alisimama imara. Hatutakimbia tena, alisema kwa uthabiti. Tumekimbia maisha yetu yote. Suleiman alimwangalia, mshangao na heshima vikichanganyika. Mmoja wa wale wanaume alicheka. Basi ni vizuri, itakuwa rahisi kwetu. Lakini hawakujua, Amina hakuwa yule msichana wa mwanzo tena. Suleiman alisogea mbele akisimama kati ya Amina na wale wanaume. Hatutarudi nyuma, alisema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu. Halima alimwangalia kwa mshangao kidogo. Bado uko vile vile? Suleiman hakujibu. Macho yake yalikuwa kwa wale wanaume. Mnachotaka kiko hapa, alisema akionyesha Amina kidogo, lakini hamtapata kirahisi. Mwanaume mmoja alitoa simu yake kana kwamba anawasiliana na mtu. Watu wengine wako njiani, alisema kwa sauti ya baridi. Amina alishika flash disk kwa nguvu mfukoni mwake. Alijua muda ulikuwa unakwisha. Mama, alisema kwa haraka, kuna njia nyingine. Halima alifikiria kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, ndani ya jengo lile kuna mlango wa nyuma. Suleiman alitikisa kichwa. Basi tukivuta muda kidogo, mnaweza kupita.
Amina alikaza macho. Hapana, hatuachani tena. Kwa mara ya kwanza walikuwa napigana pamoja. Kila kitu kilianza kusogea haraka. Suleiman alifanya hatua ya mbele akiwavuta wale wa maume mbani kidogo. Halima alimshika mkono Amina. Sasa walianza kukimbia kuelekea jengo lile. Moyo wa Amina ulikuwa unapiga kwa nguvu, lakini hakusimama. Walifika ndani, wakapita kwenye korido nyembamba. Haraka, Halima alisema, lakini kabla hawajafika kwenye mlango wa nyuma, mlango wa mbele ulivunjwa kwa nguvu. Wale wanaume walikuwa wameingia ndani. Wako hapa, sauti ilisikika. Amina alihisi hofu ikimjaa, lakini pia kulikuwa na kitu kingine, hasira. Aliangalia mama yake. Hii haiwezi kuendelea hivi. Ukubwa wa kile Amina alichofanya ulianza kuonekana haraka kuliko walivyotarajia. Ndani ya saa chache, habari zilianza kusambaa kila mahali. Watu walikuwa wanazungumza, kuuliza maswali, na majina yaliyokuwa ndani ya faili yalianza kufichuliwa. Amina aliketi kimya, akitazama simu yake. Imekuwa kubwa kuliko nilivyofikiria, alisema polepole. Halima aliketi karibu naye. Ukweli huo una nguvu hiyo? Suleiman alisimama dirishani, akiangalia nje kwa tahadhari, lakini pia huvuta macho mengi, na si wote wanaopenda kuona ukweli. Amina alitikisa kichwa. Najua, lakini sasa hakuna kurudi nyuma. Halima alimshika mkono. Na sitakuacha tena kukabiliana na hii peke yako. Maneno hayo yalimpa Amina nguvu mpya. Kwa mara ya kwanza tangu utoto wake, hakuwa peke yake tena. Lakini ndani ya moyo wake, bado kulikuwa na swali moja kubwa. Je, huu ndio mwisho wa hatari au mwanzo wa mapambano mapya? Siku chache zilipita na mambo yakabadilika kwa kasi. Vyombo vya habari vilianza kufuatilia kila kitu. Watu waliotajwa kwenye faili walijaribu kujitetea, wengine walikamatwa na wengine walitoweka ghafla. Amina aliona dunia ikitikisika mbele ya macho yake. Nilifikiri huu ni mwisho, lakini inaonekana ni mwanzo tu, alisema. Suleiman aliketi karibu naye. Mapambano ya ukweli huwa hayana mwisho rahisi, Halima aliongeza, lakini kila hatua unayopiga inafungua njia kwa wengine. Amina alitazama nje, akifikiria maisha yake ya zamani. Utulivu, ukimya, maswali yasiyo na majibu. Na sasa alikuwa katikati ya kila kitu. Siwezi kurudi nyuma tena, alisema. Halima alitabasamu kidogo. Na huhitaji, lakini ndani ya kimya hicho, kila mmoja wao alijua kwa maisha yao hayatarudi kuwa ya kawaida tena. Jioni moja tulivu, walikaa pamoja kwa mara ya kwanza bila ya hofu ya kukimbia. Amina alimtazama mama yake kwa muda mrefu. Kuna kitu bado sijakuelewa, alisema. Halima alimtazama kwa upole. Uliza. Amina alimeza mate. Kwa nini hukuniambia ukweli tangu mwanzo? Kwa nini uondoke bila neno? Halima alifumba macho kidogo, kisha akasema, kwa sababu sikuwa na uhakika kama ningebaki hai, na sikutaka ukue ukiwa katika kivuli cha hofu yangu. Amina alinyamaza. Nilikuacha ili uwe na nafasi ya maisha ya kawaida, Halima aliendelea. Lakini moyo wangu haukuwahi kukuacha. Machozi yalijaa machoni mwa Amina. Nilihitaji wewe, alisema kwa sauti ya chini. Halima alimkumbatia. Na sasa niko hapa. Kwa mara ya kwanza, jeraha la miaka mingi lilianza kupona. Baada ya wiki kadhaa, maisha yalianza kupata mwelekeo mpya. Amina aliamua kutumia ukweli aliyoupata kwa njia chanya. Alianza kushirikiana na watu waliopigania haki, kuhakikisha kwamba kile kilichofichuliwa hakipotei. Sitaki hii iwe hadithi tu, alisema, nataka iwe mabadiliko. Suleiman alitabasamu kidogo. Hiyo ndiyo roho ya Halima. Halima alimwangalia kwa fahari. Na sasa pia ni yako. Mahusiano yao yalikuwa yamebadilika. Si tu kama mama na binti, bali kama washirika katika vita ya ukweli. Na Suleiman alikuwa sehemu ya familia yao kwa namna ambayo hakuna mtu yoyote aliyetarajia hapo mwanzo. Lakini bado kulikuwa na hisia ambazo hazikuwa zimesemwa kati yake na Halima. Hadithi yao ya zamani ikingoja nafasi yake. Siku moja tulivu, Amina alisimama mbele ya kioo akiwa amevalia lile gauni la mama yake. Lakini safari hii halikuwa msichana aliyekuwa